msaidizi wa kwaya hii, lakini mimi naenda moja kwa moja. Yule pale simama, jitambulishe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Aneti Samueli, ni Mrs. Samueli. Asante sana Aneti Samueli, Mrs. Samueli. Tunafurahi sana. Asante. Huyo amepata ridhaa ya kutambulishwa. Ana kibali maalum cha kutambulishwa. Naomba nimtambulishe, nimlete mama. Karibu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Rehema Andrea Mbilizi, ni katibu wa kwaya hii. Karibuni wageni. Amen. Huyo ni katibu wetu wa kwaya. Karibu. Kuna mwingine hapa alikuwa amechelewa, lakini mwenyekiti, naomba nijitambulishe kwa mgeni. Amina. Kumaanisha kwamba naenda kwenye kikao hapo cha vijana wa sekondari ya Biharu. Ndio. Tukaongee yanayoendelea. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mgeni kwa mara ya kwanza tangu dunia kuumbwa, hiyo sio ndo unaiona. Na ni furaha yangu kukuona ukiwepo kwetu Biharu. Wewe kwangu ni mkazana kwa lugha nyingine. Huyu ni mwanangu kabisa 100%. Kwa mimi nafundisha mtoto wangu na wewe sasa tayari ni mwanangu. Kwa hiyo nafurahi sana kukuona, jisikie vizuri. Mimi naye ndio mwalimu kwa hii. Hawa jamaa ama kamanda ama mea kina Vinia tuko nao. Huyo tena ni mwimbaji wangu pia safi, na wengine wengi wako huko kama hivyo alivyokuja. Sasa hata huyo nani mwenyewe ndio hivyo. Kwa mtu mwingine ajikuta na baki mimi wa kiume na huyu sababu na yeye ashajenga mizizi huko. Ni sawa. Na wachache tu, lakini wengine ndio hivyo kama mlivyo huko mnavyoishi huko. Lakini nafurahi kwamba wakiwepo kule wanaimba na sisi. Wanaimba na sisi pale tunapohitaji kitu. Jamaa kuna jambo 2 3 anafanya. Hiyo ni kuonyesha kwamba wanaimba na sisi pia. Hawajaacha ile huduma. Kwa sababu tayari ni mwili mmoja na wewe pia ni mwimbaji wetu tayari. Kwa hiyo Mungu na akubariki sana. Karibu kwetu. Najua kwa muda ambao mpo unaweza kututembelea mkajua tunakoishi sisi. Na ningefurahi kukutana na ninyi Jumanne, lakini kwa bahati mbaya isiozuilika kama Mungu anavyopenda, na ndugu yangu mtoto wa mjomba wangu unatoka tumbo kuja na mamangu. Huyo dogo alikuwa ni kijana ambaye alikuwa anafanya kazi ya idara ya maji Ruwasa kwa kujitolea hapo Buhigwe. Alikuwa ni fundi mzuri, mwenyekiti wa maji anamfahamu. Tangu juzi alipata ajali usiku saa 2 ametoka kijiweni anaenda nyumbani kwake Buhigwe. Yeye pikipiki yake ina mwanga, lakini mwenzake haina mwanga. Alijikuta na huyu pikipiki ambaye ina mwanga alimvamia akamchapa. Sasa ndio mpiga akamrukia. Peleka Kasulu, kana haiwezekani. Peleka Maweni, fika Maweni hali kawa mbaya. Akawa kama kicha fulani tayari. Fika jana saa 8 kwa lezo niliyopokea hapo imefanyika. Kwa mimi nafurahi sana kuwaoneni. Niseme jamani, Mungu awabariki. Lakini pia ni wageni waibaji, kesho sita kuwepo. Tutakuwa huko kwa sababu hiyo pia. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Kwa naomba mwenyekiti, ningetamani kuwepo. Niende tukayamaliza na vijana. Asante. Asanteni sana. Asante. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa viongozi nafikiri ni hao. Hivi kuna mtu nimemsahau? Hapana. Naomba niseme tu kitu ambaye Mungu amenipa dhamana kusimamia kundi hili. Kundi hili, kwaya hii imeanza tangu mwaka 1998. Kwaya hii imeanza. Baada ya kuwa kwaya hii ilianza na mwenyekiti mmoja anaitwa Alphonse Jotham Kamrenga ambaye ni kaka yake na huyo kwaya master ambaye ameenda. Lakini tangu muda huo huyu mwenyekiti aliyekuwemo ndo amestaafu. Tayari muda wake umefanyaje? Amemaliza muda wake, amestaafu. Uzee umemkamata tangu 98 mpaka hii 2025 amemaliza. Kwa hiyo 26 mimi ndo nimekamata. Kwa hiyo mimi naweza nikasema ni rais wa awamu ya pili ndani ya kwaya hii. Au kwa lugha nyingine ni mwenyekiti wa awamu ya pili ndani ya kwaya hii tangu kwaya imeanza. Ninafurahi sana kuwaoneni wageni wetu mliotufikia. Hawa waimbaji watumishi ndio walionituma. Wakasema tuna mwimbaji mtumishi mwenzetu huko anaitwa Donald. Huyo baba alikuwa anapenda kuimba.
na alikuwa anapiga staili tukiwa wote humu kipindi hicho. Akipiga hivi akatereza kidogo akacheza, mambo yanakaa vizuri. Kwa kweli alikuwa yuko vizuri kabisa. Kwa sasa wakati yuko kule tulikuwa tukiendelea kuomba Mungu, tukimwombea. Na ndilo hitaji lake wakati anaondoka hapa. Muendelee kuniombea Litwanga. Tukamwombea. Wapendwa, si sawa? Tulivyoomba Mungu akajibu, akatenda. Mambo yakakaa vizuri. Bahati nzuri cha kushukuru Mungu, ubabu wake kumbe ndo ulikuwa na Mungu ameshatengeneza huko kwa namna ya kipekee sisi tusiojua. Sasa leo tunakutana, anarudi kama mwimbaji wetu, anarudi na mwimbaji mwingine ambao sasa wako wawili. Jamani, makofi kwa Yesu. Amina. Hivi vigeregere vinavyopigwa ndivyo ambavyo vingepigwa siku ile. Tulivipiga mimi na mtu mwingine mmoja ambaye kati ya hakumwangalia na tulimuona. Hivi usishamuona huko? Atakuwa amemsahau mke wangu. Hebu ni nani huko? Kumbe hayupo. Alikariri sana. Kwa hiyo kwaya wakatunyenyua wakasema nendeni tukawakilisha kundi hili kwenu ninyi. Tukaja tukaimba wimbo moja kazuri, sipika alikuwa kazuri. Tukaungana na mpendwa pale tena. Tulikuwa tuko watu wangapi? 3 ndani ya kwaya hii. Kwa mpendwa, kwaya hii ina upendo na wewe na wana upendo na ninyi pia kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo tunawashukuruni sana kwa ujio wenu. Tumeona si vizuri muende hivi ili na ninyi muwe na mjue kwamba kazi ya Mungu inaenda vizuri. Tumishi, tangu ulipotuacha tunaendelea vizuri. Katika huduma hatujarudi nyuma. Mialiko yote tuliyotembea na wewe tumeongeza zaidi na zaidi. Kwa hiyo ni maombi yako pia na ni maombi ya watakatifu wengine. Kundi letu halijarudi nyuma. Hakuna mwimbaji aliyekufa katikati. Hakuna mwimbaji aliyekutana na changamoto zikafika sehemu mpaka akashindwa kumtumikia Mungu. Hapana, wote tuko vizuri, tunaendelea vizuri katika kazi ya Mungu. Utukufu kwa Mungu wetu. Amen. Amen. Tunaendelea vizuri. Kwa hiyo sasa hawa waimbaji tuna mipango mingi ya kazi ya Mungu. Tuna maendeleo. Leo tumepanga kuhubiri kwa njia ya mtandao. Tumejitanua kuhubiri kwa njia ya mtandao. Na Mungu ametufanikisha. Si wengine wanaotusaidia, ni sisi wenyewe tumekaa tukaona ni vizuri tuhubiri mtandaoni. Leo tuna uwezo kuhubiri maelfu na maelfu. Wewe mwenyewe ukiwa shahidi. Leo ananipa taarifa ya kwamba mtu mmoja yuko Uarabuni huko. Akaniambia unamwona huyu? Yuko Uarabuni. Lakini yuko anafuatilia ibada. Kwa hiyo unaona hao watu sisi tusingewafikia. Ila kwa njia ya mtandao tumeweza kuwafikia walio wengi. Na kifaa tunachotumia bado kidogo sana. Cha kuchukulia matukio bado kidogo. Kwa hiyo hawa makamanda wakasema mwenyekiti lazima tununue kamera kubwa. Tukaweka mapendekezo, tukatafuta kamera milioni 4. Wasema haya, kila mmoja sasa tujipange tunafanyaje. Kila mwimbaji mmoja akakubali kuchangia 60,000. Tumepiga tukaona hizo hazitoshi. Kila mwimbaji anataka ongeza 40, angalau kila mmoja apate laki. Kwa haya yote ni malengo kwa ajili ya kazi ya Mungu. Si manufaa ya mtu mwingine, kwa ajili ya utumishi na kazi ya Mungu. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba nakupa mrejesho kwamba kazi uliyoiacha kwamba inaendelea, haikurudi nyuma. Kwa hiyo ndugu yangu, ndugu zanguni wapendwa, wageni wetu, kundi linaendelea vizuri. Tunahitaji tununue kamera, tuna malengo hayo. Tukipata milioni 4, tulishapanga. Hapa 60,000 watu walishatoa. Hawazipati, hakuna mfanyakazi kati yao. Yaani kati ya hao ninaoongoza. Wanaenda kwenye kilimo, wanalima. Akipata kibarua cha 15,000 analipa mwenyekiti hela hii hapa. Akipata ngapi 5,000, 2,000, ngapi, wote wanakusanya. Wewe unajua mazingira ya wote asilimia kwa walioko hapa. Tukikusanya tunaweka pamoja. Mungu ashatujalia tuna kama milioni 1.5 tayari tulishazikamata kutokana na makusanyo ya ndugu zangu waimbaji. Kwa hiyo mpendwa katika Kristo, kazi ya Mungu inaendelea vizuri kuliko kawaida. Baada ya kuwa nimesema hayo, naomba nikupe nafasi utatusalimia, halafu tatuletea mgeni rasmi na atakuwa na neno la kuzungumza hata kidogo. Kile mgeni rasmi naye awe na jambo la kusema, ni mgeni wetu kwa leo. Karibu sana na Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na furaha sana mbele
sisi nikaonesha moyo wangu jinsi ulivyo. Ila nina furaha pia, nashukuru kwa kuta wote ni wazima. Ni jambo la kumshukuru Mungu tu. Nimeondoka 2020 mahali hapa. Ukiangalia ni muda mrefu kidogo umepita. So na kila sababu ya kumshukuru Mungu kurudi nyumbani mahali hapa. Na kukuta kazi ya Bwana inaendelea. Nampongeze mwenyekiti, niliondoka sio mwenyekiti huyu. Pia kuna sura nyingi mpya ambazo sikuziacha hapa. So Mungu awabariki. Amen. Neno la Mungu nasema hata nisipomwabudu mimi Mungu, kuna watu wengine atawainua kwa ajili ya kazi ya nani? Kwa ajili ya kazi ya Mungu. So niwapongeze kwa maono ambao mlionayo. Niwapongeze kwa huduma. Ni mazingira magumu tuliopo, lakini watu mnajitoa kwa kazi ya Bwana. Amen. Kwa ndio ambavyo unajitoa kwa Bwana, nafikiri na Mungu atakubariki kwa kidogo ambacho unakipata kunafanya kwa kazi ya Bwana. Amina. Kwa kazi ya kamera tutadiscuss na mwenzangu. Amina. Tunaona tutashiriki kwa kiasi gani. Amen. Hata tusipoitoa tukio hapa, tukifika kule tutaituma. Amina. Pia ni washukuru wote ambao mlijitoa kwa ajili ya jambo langu, mimi pamoja na mke wangu. Sisi ni wadogo sana kanisani hapa. Lakini heshima ambayo mlitupatia sijui nisemeje. Ila Mungu awabariki. Amen. Tuliona thamani yenu. Tuliona jinsi ambavyo mnatupa thamani ambayo hata hatukustahili pengine. Ila Mungu awabariki sana. Amen. Kanisa ambalo mliwaagiza kuja kwa ajili ya wawakilishi, mke wangu ndio huyo hapa. Anaitwa Anet. Amen. Naomba asimame ajitambulishe na aseme neno lolote. Amen. Amina, asante sana. Jamani, makofi kwa Yesu. Amen. Amina. Yesu asifiwe. Amen. Nimefurahi kuwaona. Amina. Nimefurahi kusali kanisa la Biharo. Amina. Nalionaga tu kwenye mtandao. Nimefurahi sana. Hii kwaya naifahamu, sio kwamba nimeshawahi kufika au hapana. Ila tangu magari ya daladala mimi nilikuwa naiangalia sana ile CD. Tangu nazaliwa 98 na mimi. Nimeshaiona sana zile nyimbo zote nimezikalili. Kwa hiyo sijui kama mwenyekiti alivyosema inawezekana ulikuwa ni mpango wa Mungu. Nikakutana na Wabiharo. Amina. Mungu awabariki sana, tumefurahi. Amina. Tunamtumikia Mungu pale Morogoro kwa mchungaji Fumbo. Wote sisi ni wana praise. Lakini pia mimi ni mwana kwaya kanisa, kwa maana kanisa kwaya kubwa. Nilianza na watoto, nikaja kwaya vijana, tumeshavuka huko sasa. Mungu awabariki sana kwa kutupokea. Tumefurahi kwa kweli. Na ingekuwa ni sehemu ya kwenda na kurudi dakika ngapi? Tungesema na nyinyi karibuni, lakini sidhani kama mtakuja kesho au. Tunajua ni muda, ila tunajua mtafika na sisi kwetu. Mungu awabariki. Amen. Nafurahi kumuona mwenyekiti, nilimuona kwenye harusi. Tukamuona na mjomba. Nafurahi pia kumuona, ila sijaona tu sura ya mke wake. Maana ndo niliyemkalili zaidi. Ila najua salamu zangu zitafika. Kama tutakuwepo, tutaonana. Mungu awabariki sana. Amen. Karibuni sana Morogoro. Amina. Asante sana. Ni wimbo gani ambao unaona kabisa kwamba huu wimbo ulikuwa ni mzuri na nilikuwa naupenda? Hebu tupe kidogo, maana hapa mgeni wako hajaona unavyocheza staili. Kiwezekana kama unaweza kucheza ucheze. Kama huwezi basi wimbo gani ambao wewe uliupenda wakati sisi tunafanya mazoezi? Nyimbo zote ni nzuri. Wimbo gani ambao uliona kwamba wewe wimbo mimi ulikuwa kwangu mimi niliupenda sana? Napenda nimjue Mungu. Iko vizuri. Anasema wimbo napenda nimjue Mungu, si ndio? Ndio ambao tumeimba. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwamba napenda ni uko vizuri, ambao yeye alikuwa anajisikia vizuri. Kwa huo wimbo unaona tayari mume wako yeye alipenda huo wimbo, ndio napenda nimjue Mungu. Ni wimbo mzuri. Hebu na wewe umesema, nimesikia kwa ufupi kwamba ulikuwa unapenda sana kufuatia kwaya magari ya daradara. Ni wimbo gani ambao uliona kwamba huu wimbo mimi ukiimba mimi najisikia furaha na ninabarikiwa, ili kwamba walioimba sasa ndio hawa tu? Ni wimbo
zote zilikuwa nzuri. Kuna magari ya daladala. Wewe tueleze tu mmoja kwamba jamani, wimbo huu mimi ulinibariki kwa kweli, nilifurahi. Zote tunajua ni nzuri. Wewe ni wimbo gani ambao uliona uko vizuri kwako, uliupenda sana? Lisemwaro. Safi sana. Aliupenda ule wimbo Lisemwaro ulipo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, waimbaji, kazi kama kawaida. Aone sasa wale ni kweli ni wenyewe au sio wenyewe. Haina shida. Sisi hapa hatuna shida. Hanga foleni hapa, tupige wimbo mtumishi abarikiwe. Hata kidogo, hata imba. Tumishi ndio tunataka tuone hawa ndio wenyewe au sio wenyewe. Chama. Haina shida. Haina shida. Haina shida. Simameni hapa watumishi wa Mungu. Simameni hapa. Wewe na ili tuone ni wenyewe. Tumpe sana shida, yani sisi tunawapa surprise watumishi wenzetu katika Kristo. Tunawapa surprise kwa ufupi, maana wanahitaji kuondoka. Kwamba nyakati wanaacha imani zao, wakimbia kwa shetani kutumika usuru movu. Shetani amewa shetani. Basi Roho anena wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengi watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo ya kuyashika mafundisho ya mashetani. Basi Roho anena wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengi watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na kuyashika mafundisho ya mashetani. Tunapoangalia matukio yaliyopo, twaona ya kwamba unabii huo umetimia, maana watu wengi wanaacha imani zao, wakimbia kwa shetani kutumika. Tunapoangalia matukio yaliyopo, twaona ya kwamba unabii huo umetimia, maana watu wengi wanaacha imani zao, wakimbia kwa shetani kutumika. Shetani amewafunga, shetani amewafunga, watu wanakimbia huduma zao kwa kuyashika mafundisho ya mashetani. Shetani amewafunga kabisa. Shetani amewafunga, shetani amewafunga, watu wanakimbia huduma zao kwa kuyashika mafundisho ya mashetani. Shetani amewafunga kabisa.
wengi wanaacha imani zao, wakimbia kwa shetani kutumika. Tunapoangalia matukio yaliyopo, twaona ya kwamba unabii huo umetimia, maana watu wengi wanaacha imani zao, wakimbia kwa shetani kutumika. Amen. Mungu, hiyo ni surprise kwa wageni wetu. Kwa kweli tunapoangalia matukio yaliyopo, unabii unatimia. Kitu kikubwa ni kusimama katika Kristo, ni kujipanga katika Kristo Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni wimbo ambao haukufanyiwa mazoezi, lakini bado pamoja na kwamba hatujafanya mazoezi, lakini si mbaya sana. Katika ulimwengu wa roho, Mungu anaendelea kukuza ujumbe, na ujumbe unaonekana ni wa thamani mbele za Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba sasa kwa nafasi hii niwashukuruni waimbaji, lakini pia niwashukuru pia, tunahitaji tufike mwisho. Niwashukuru pia wageni wetu kwa kukubali. Kwanza mmenyeshewa na mvua, hali ya hewa ndio hiyo imekubali basi, lakini pia pamoja na kunyeshewa na mvua mmekubali, mkasema hapana, tukae pamoja na watumishi wenzetu. Hii ni hali ambayo na sisi tumejisikia. Ni hali ambayo tumejisikia furaha kuwaona wageni. Haijalishi kwamba ni ndugu zetu kimwili, zaidi ni ule muunganiko ulio katika imani, muunganiko tulionao katika Kristo Yesu. Hiyo ndio inatufanya tufurahi tunapowaona, ndio imetufanya tufurahi tulipopata taarifa zenu ya kwamba mnaendelea vizuri katika Kristo. Tukupongeze kijana mwenzetu, hukututia aibu wakati tumeenda Morogoro. Umekuwa tunu kwa kanisa, imani yangu ni hiyo. Nakumbuka wakati tuna kwenye ndoa yake, mchungaji Fumbo alisema hivi, na ninyi mnamfahamu Dona. Anasema, yaani wewe Dona kwenye mambo yako ulikuwa huvai hata socks. Sasa wewe kwa sababu huvai socks, naona leo unavaa socks. Kwa hiyo kuanzia wakati akasema, tangu wakati huo Dona unavaa. Jamani, si ndivyo alivyokuwa ndugu yetu? Ulikuwa mwambii. Kwa hiyo tangu wakati huo mambo yako vizuri. Tunashukuru Mungu, hukututia aibu. Umetuheshimisha. Ulipoenda kule umekuwa tunu, umekuwa zawadi, umekuwa baraka, umekuwa kifaa kizuri kilichotengenezwa na Mungu. Ni kwa sababu gani? Sisi ulitoka katikati yetu, tuko katika mazingira mazuri, na ukafika kule ukaendeleza. Umetupika heshima. Waimbaji, si ndio wapendwa? Ndio. Tumefurahi tuliposikia unaendelea vizuri katika wokovu. Na tumefurahi zaidi tuliposikia unampata mwenzi wako. Na kwaya wakasema hatuwezi kunyanyuka wote, lakini kwa furaha tulionayo ni vizuri tutume wawakilishi, wakatuma wawakilishi tukafika. Hawakuwa na zawadi kubwa wala hawakuwa na vitu vingi, lakini ule moyo wa shukrani nafikiri uliupokea vizuri. Na pamoja na hivyo leo wameona tuweze kukaa pamoja, tuweze kuwa na mambo ya kuzungumza. Sasa wamekuona, wamefurahi. Jamani, makofi kwa Yesu. Amen. Amen. Waimbaji hao unaowaona sio hawa tu, wapo wengi. Kuna changamoto wengine huko, kuna misiba vijijini, kwa hiyo wapo wengi, ila sasa hawa ni miongoni mwa wachache tu waliopata neema ya kuwepo ibadani. Naomba kama hakuna mwingine tuweze kuwa tumeishia hapa, halafu tutaruhusu wageni wetu tuweze kuagana nao vizuri kama haipo mwingine. Amen. Kwa dalili hii na kwa ukimya huu yaonyesha hayupo mwingine mwenye jambo lingine, lakini tuahidi kundi hili waimbaji hawa huwa hatusahau walioko safarini, na ninyi mkiwemo. Tutaendelea kuwakumbuka, tutaendelea kuwaombea, na ninyi pia mkituombea na kuiombea kazi ya Mungu. Tuwashukuru sisi kwa niaba ya kwaya, tuwashukuru. Mmesema mtakaa na ninyi, mtaangalia ni kitu gani mfanye kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tuwashukuru kwa moyo huo, ni moyo wa upendo, si ndio wapendwa? Ni moyo wa upendo. Unaposikia kwamba na sisi tunafanya kwa ajili ya kazi ya Mungu, na ninyi mkaguswa, maana sisi hatukwambia fanyeni, hapana. Mkasikia kwamba na sisi tutakaa, tuwe na kitu cha kufanya. Nina imani mtafanya kile ambacho Mungu atawajalia. Na sio leo tu, hata kipindi cha nyuma tulikuwa tunafanya wakati ambapo ulikuwa hujawa baba. Ulikuwa ukifanya kama kijana. Sasa leo utafanya kwa level ya baba. Kwa hiyo unapanda hadi siku. Kwa hiyo sifa na utukufu ni kwa Mungu wetu. Naomba tukushukuru kwa haya yote, kwa upendo huu. Niseme ya kwamba kwa niaba ya kwaya, hata siku nyingine karibuni tena. Tuna mazoezi Jumatatu, tuna mazoezi Alhamisi.
hizo siku zote tutakuwa kwenye mazoezi. Sina mengi zaidi. Mungu atubariki wote kwa pamoja. Amen. 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 Baada ya hapo sasa